waandishi wa habari pamoja na Watanzania. Kwa majina naitwa Lucas Ngoto na mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti yenye mikoa ya Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara. Tunataka kuzungumza na umma wa Tanzania juu ya maazimio ya kamati tendaji ya Chadema kanda ya Serengeti yenye mikoa hiyo ambayo nimeitaja hapo. Haya ni maazimio ya kikao chake ambacho imeketi, na sasa naomba kuyaleta kwenu kama yalivyo. Ndugu wa Tanzania na jumuiya za kimataifa, awali ya yote napenda kuwasalimu kwa niaba ya kamati tendaji ya kanda ya Serengeti iliyokaa Disemba 19 kwa njia ya kidijitali ilijadili ajenda kuu moja ya hali ya kisiasa kabla ya Oktoba 29, wakati na baada ya Oktoba 29. Baada ya majadiliano ya kina, kamati tendaji ya kanda kwa kauli moja imeazimia yafuatayo. Kamati tendaji ya kanda ya Serengeti inaunga mkono kwa nguvu zote misimamo wa kamati kuu wa chama uliotoa kwamba uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 ni batili na haramu, na kwamba haukuwa uchaguzi bali yalikuwa ni matumizi ya nguvu ya dola kuwanyang'anya wananchi mamlaka yao ya kuchagua viongozi wanaotaka, kama ibara ya 8 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 pamoja na ubovu wake inavyosema wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Kamati tendaji ya kanda pia ya Serengeti imeazimia na kuwataka viongozi na wanachama wa Tanzania wote wanaopenda haki na kuchukizwa na matendo ya serikali hii haramu, kama ambavyo kamati kuu iliazimia kutotoa ushirikiano na aina yoyote kwa serikali hii batili ambayo haina ridhaa ya wananchi. Kamati tendaji ya kanda inatoa pole kwa familia za marehemu waliofariki na kwa kupigwa risasi za moto na vikosi vya ulinzi na usalama wakati wa maandamano ya 29 Oktoba, tarehe 30 pamoja na 31, hususan kwenye wilaya za Tarime, Bunda, Kishapu na Kahama. Tunasisitiza kuwa vitendo hivyo vilivunja Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977, hasa ibara ya 14 inayotoa haki ya kuishi, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 inayopiga marufuku kwa mtu kuteswa, kuadhibiwa kinyama au kupewa adhabu zinazomtweza na kudhalilisha utu wake. Pia ni kinyume cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 13B inayopiga marufuku kwa mtu aliyeshtakiwa kwa kosa la jinai kutendwa kama mtu mwenye kosa hilo mpaka itakapothibitika kuwa anayo hatia na kutenda kosa hilo. Zaidi, tunalani vikali, kwani washtakiwa wengi wa hizo kesi wanazoziita za uhaini wameendelea kuteswa bila kupewa nafasi ya kusikilizwa, kinyume kabisa na ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 inayotoa haki ya kusikilizwa.